Wananchi wa kata ya Mpitimbi wametakiwa kujiunga na huduma zitolewazo na mfuko wa taifa wa bima ya afya ili waweze kuhudumiwa pale wanapokabiliwa na magonjwa mbalimbali. Wito huo umetolewa na meneja wa mfuko huo mkoani Ruvuma, Hans John, wakati akizungumza na akina mama wajawazito katika hospitali ya wilaya iliyopo kata ya Mpitimbi katika jimbo la Peramiho. Meneja huyo akizungumza baada ya kutoa vifaa vya mama mzazi katika hospitali hiyo alikuwa na haya. Mama? Sawa kabisa. Sasa kwa ufupi kabisa, serikali yenu ya Mama Samia Suluhu Hassan inawajali sana akina mama. Mama Samia, rais wetu mpendwa, kupitia Wizara ya Afya inayoongozwa na mtoto wenu Jenista Joakim Mhagama, na pia kupitia ofisi ya mfuko wa taifa wa bima afya inayoongozwa ama mkurugenzi mkuu wake ambaye ni Dr. Irene Isaka, wakasema meneja mkoa, tafadhali katika mwendelezo wa sikukuu ya wanawake ambayo kilele chake kilikuwa tarehe 8 mwezi wa 3, si ndio? Basi na Mpitimbi wakasherekee, mtupelekee salamu. Sawa? Naam. Sasa sisi kama mfuko wa taifa wa bima afya, hili ni shirika la umma, ni shirika la Watanzania wote. Namna walivyo, popote pale walipo, wana haki ya kuwa wanachama mfuko wa taifa wa bima afya. Sisi kama mfuko tunahudumia makundi mbalimbali ya wanachama. Tunahudumia wafanyakazi wa umma, wafanyakazi wa sekta binafsi, tunahudumia kundi kubwa la mtu mmoja mmoja, mtu na familia yake, watoto, lakini pia tunahudumia kundi kubwa la wanafunzi kuanzia kindergarten mpaka vyuo vikuu. Na tunahudumia mtoto mmoja mmoja. Tunahudumia wakulima wote kupitia AMCOS zao. Kwa hiyo kupitia mfuko wa taifa wa bima afya hakuna Mtanzania ambaye anaweza kukosa kuwa na kadi ya bima afya. Lakini kama nilivyosema, tunahudumia wanachama waliopo, wanachama watarajiwa, si ndio? Wanachama watarajiwa wengine ndio mnao, si ndio? Sasa hawa wanachama watarajiwa hawa lazima tuandalie mazingira mazuri. Wataalamu wetu, madaktari wetu, wauguzi wetu wanapofanya shughuli ya maana sana hii ya kuwapokea wanachama wetu watarajiwa, lazima kuwepo na vifaa, si ndio? Mnaagizwa vifaa kwamba mama, siku ile ikifika, siku kuu ile, uwe na vifaa vyako 1, 2, 3. Si ndio mnaambiwa hivyo? Mganga mkuu, sawa sawa? Kwa hiyo sisi tukasema kama mfuko, kama alivyotuagiza Mama Samia, kama alivyotuagiza Jenista Mhagama, kama alivyotuagiza mkurugenzi mkuu Dr. Irene Isaka, tutekeleze, si ndio? Angalau kidogo, angalau vichache, kwa wachache watakaopata, tuonyeshe kwamba tuko pamoja na wakina mama wa Mpitimbi. Sawa? Kwa hiyo mimi nawashukuru, namshukuru sana mganga mkuu wa kituo hiki, viongozi wa chama, viongozi wa serikali na wafanyakazi wenzangu ambao Kwa upande wake, Davis Kunde, mganga mfawidhi wa hospitali hiyo ya wilaya, alikuwa na haya ya kusema. David Sekunde ni mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya na halmashauri ya Songea. Kwanza kabisa nipende kutoa shukrani zangu kwa mfuko wa bima mkoa wa Ruvuma kwa kufanya hili jambo la leo. Tutoe shukrani zetu kwa dhati sana, kwa sababu hili jambo halijawahi kufanyika tangu hospitali ianze. Tunashukuru sana kwa kutuona jitihada zetu na pia nyewe kutambua mchango wa kina mama hawa ambao watatuletea viongozi wa kesho. Tutoe shukrani zetu hasa kwa meneja. Tunashukuru sana. Na pia tutoe shukrani zetu tuseme kwa meneja mkuu, kwa waziri wa afya Jenista Joakim Mhagama. Tunakuomba tupelekee shukrani zetu za dhati. Pia tunashukuru sana
tunaomba hili jambo lisiwe ni la mwisho, tunaomba liwe ni mwendelezo, ili akina mama hawa waendelee kunufaika na event kama hizi. Zinawasaidia kwa sababu huku mazingira ni magumu, wanapitia changamoto. Ukiangalia ni hichi kipindi cha kifuko kinakuwa ni kigumu sana kwa kina mama. Kwa hiyo mlilolifanya, Mungu aendelee kuwabariki, lisiwe mwisho bali iwe na mwendelezo. Pia kwa hospitali yetu hii, kwa kupatia vifaa hivi vitatusaidia kurahisisha huduma za kina mama ambao wamepatiwa vifaa hivi, kwa sababu hapa tunatoa huduma za OPD, tunatoa huduma za upasuaji sana sana kwa kina mama ambao wanatarajia kupata watoto. Baadhi ya kina mama hao ambao wamenufaika na vifaa hivyo wakitoa shukrani zao kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mbunge wa jimbo la Peramiho Jenista Joakim Mhagama walikuwa na haya ya kusema. Karua kutokea hapa Mpitimbi. Kwanza kabisa natoa shukrani kwa wadhamini wa mfuko wa bima ya afya. Nasema asante kwa hizi zawadi ambazo tumepata. Pia namshukuru Rais Samia na mbunge wetu Jenista Mhagama. Nashukuru sana na nasema asante. Kwa swala la bima la afya na watoto nimejipanga vizuri, na mimi nitaanza kuchanga hela nitakata na mimi pia. Nguru, tunapenda kumshukuru Rais wetu Mama Samia kwa msaada aliotupa, waziri wetu Jenista Mhagama na viongozi wote wa shirika la bima. Tunapenda kuwashukuru kwa vifaa alivyotugaia. Mungu awabariki. Wametusaidia kwa sababu kama wengine tubidi tujifungue kifuku, lakini kwa hicho alichotupa tunasema asante. Mungu awabariki sana. Umuhimu ni mwingi kwa sababu tunaona wametupa gloves, wametupa pedi za wanawake, wametupa vipini vya kufungia vitovu vya watoto. Tunashukuru sana. Maruchia natokea Mpitimbi. Nashukuru sana Mama Samia kwa msaada wake na Jenista Mhagama. Tunashukuru sana kutupa msaada vifaa kujifungulia, ametuokoa kwa tulikuwa changamoto sana, sasa muda mgumu. Tunashukuru kwa msaada wake. Mwenyekiti wa kijiji halmashauri ya Mpitimbi B. Jambo la kwanza nipende kuwashukuru wageni wetu kwa hili jambo ambalo mmetuletea kwa leo. Na pia nitoe shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pia na mbunge wetu Jenista Joakim Mhagama kwa kupigania, kwa kutambua uwepo wa hii hospitali. Kwa maana inatusaidia sana nje na kata ya Mpitimbi, hata wilaya za mbali zote wanategemea hospitali. Ndisa afisa mtendaji kijiji cha Mpitimbi B. Sina mengi ya kusema zaidi ya kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jenista Mhagama na uongozi wote kutoka bima ya afya. Tunashukuru sana kwa vifaa mlivyotuletea leo ambavyo vitawasaidia mama wenzangu katika kujifungua. Kulingana na haya mazingira yetu magumu, imefanya kitu kikubwa sana. Mmewatia moyo na pia italeta tija 2025. Tunawashukuru sana.